Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Vivian Paul, ni katibu wa kwaya ya Ukombozi, kanisa la Mtakatifu Petro Anglican Igogo. Siku ya wanawake duniani ni siku ambayo mwanamke anatambua thamani yake katika jamii na katika kanisa kwa ujumla. Vijana wa kike wana nafasi ya kuinua vizazi vya sasa na vizazi vijavyo katika jamii na katika kanisa kwa ujumla. Kwa mtazamo wangu, kuwa mwanamke wa Kikristo ina maana kwamba mwanamke ambaye ni Mkristo yampasa ajisimamie katika kumtafuta Kristo, kwa maana kanisa ni mwanamke. Kanisa ni mwanamke kwa sababu neno la Mungu linasema wako wapi wamama waombolezaji. Kwa maana hiyo wanaposema wako wapi wamama waombolezaji, ni maana ya kulibeba kanisa na kubeba watumishi kwa ujumla. Maana sisi wamama tunabeba neno la Mungu kwa sababu tuna mambo mengi ya kanisani. Tunabeba familia, tunabeba watumishi wa Mungu. Siku ya wanawake duniani na maana kubwa sana kwa sababu kwanza inatukumbusha umuhimu wetu katika dunia hii, katika kanisa na katika jamii. Lakini pia nipenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya wanawake wote ambao Mungu alituumba. Mungu wakati anaumba alimuumba mwanamke, lakini akaona mwanaume hawezi peke yake, akatuumba sisi wanawake. Na katika kutuumba alituwekea vitu vingi sana. Kwa hiyo tunakumbuka uwepo wetu, lakini pia thamani yetu katika dunia hii, katika kanisa na katika jamii. Vijana wa kike wana nafasi kubwa sana katika kujenga kanisa, hasa kwa wale wanaotambua thamani yao na muhimu wao, wanaojua majukumu yao, wanaojitambua katika kanisa, wana uwezo wa kujenga kanisa kwa njia ya uimbaji, kuhubiri, kutoa Injili, kusaidia wasiojiweza. Siku ya wanawake duniani ina umuhimu mkubwa, hasa ukizingatia kwamba mwanamke ni kioo cha jamii, na wakati mwingine tunaambiwa ukimwelimisha msichana maana yake umeelimisha jamii nzima. Kwa maana hiyo siku ya wanawake duniani ni siku maalum ambayo wanawake wanatafakari na kutathmini ni kwa namna gani wana mchango thabiti kwa jamii inayowazunguka, lakini pia wana mchango mzuri kwa familia zao, lakini pia mchango mzuri katika familia zao na mchango pia mzuri kwa kanisa. Katika familia mwanamke ana nafasi muhimu sana, kwa sababu kibiblia mwanamke tunamchukulia kama msaidizi katika familia, na kwa maana hiyo anapokuwa ndani ya familia yeye ni kichocheo kizuri cha familia, kwanza kuwa katika tabia na mienendo ambayo inakubalika katika jamii, lakini pia watoto wanalelewa katika maadili mema, lakini pia tunaamini yeye ni mshauri mzuri wa baba katika ngazi ya familia. Mwanamke ana nafasi ya kutangaza Injili katika kanisa na kuwatia moyo wale waliokata tamaa, kwa sababu mwanamke unapotangaza Injili unamtangaza Kristo. Kuna wanawake ambao wana changamoto nyingi, ambao hawawezi kusimama kikristo. Kwa maana hiyo, kwa mwanamke ambaye umesimama kikristo, ya kupasa usimame kumtia moyo mwanamke ambaye amekata tamaa, ambaye amerudi nyuma, kwa sababu mwanamke ana changamoto nyingi. Kuna kuangalia watoto, kuna kuangalia biashara, kuna kuangalia mambo mengine ambayo yanamkatisha tamaa kutokwenda kumwabudu Mungu. Changamoto katika huduma kanisani ni nyingi. Kuna anakosa nafasi ya kwenda kumtafuta Mungu, na changamoto nyingine anakuwa bize na mambo ya duniani, lakini kinachotakiwa ni kuacha mambo mengine na kumtafuta Kristo na kusimama, kwa sababu changamoto zinakuwa zinambana yule mama hata asiende kumwabudu Mungu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lakini akiacha zile changamoto za duniani akamfuata Kristo, anasimama kumwabudu Mungu, ndipo hata changamoto Mungu anaenda kuzitatua na anasimama kumtukuza Mungu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Nini kazi ya mama kanisani? Kazi ya mama kanisani ni maombi, ili kanisa lisiweze kuanguka, kwa ajili ya vijana wetu, kwa ajili ya mabinti zetu na wamama wengine na wababa, uwashawishi ili wasiweze kuanguka, waendelee kumtumikia Mungu ipasavyo. Kama ningepewa nafasi ya kuhamasisha vijana wa kike katika kanisa na katika jamii kwa ujumla,
ningewashauri kwamba kijana wa kike anatakiwa atambue nafasi yake katika jamii na katika kanisa kwa ujumla. Mfano, katika kanisa kijana wa kike anatakiwa ashughulike katika shughuli mbalimbali kama kutoa uinjilisti sehemu mbalimbali, katika uimbaji, atoe mahubiri mbalimbali sehemu. Anatakiwa ajue namna gani ya kuelimisha watoto wa kike wengine katika jamii na katika kanisa kwa ujumla. Neno langu katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani ni kwamba wanawake tujitambue na tusimame katika Kristo, kwa sababu sisi ndio waombolezaji katika kuomba na katika kulia ili kanisa la Tanzania liweze kusimama. Ni sisi wanawake. Cha muhimu zaidi tusimame na tujitambue kwamba sisi ni wamama wa kanisa. Mimi ujumbe kwa hii siku maalumu kabisa kwa wanawake duniani ni kwamba wanawake wajione sasa kama nguzo muhimu katika familia, lakini pia katika jamii, lakini pia katika kanisa. Waendelee kutafakari na kuona ni kwa namna gani wanaweza wakawa msaada mkubwa katika jamii, lakini pia katika familia zao, lakini pia katika kanisa, ili kuendelea kuhakikisha kwamba kazi ya Bwana inasonga mbele. Kwenye Biblia mimi natamani ningekuwa kama Dorcas, kwa sababu alikuwa mwanamke, kwanza alikuwa mwanamke mchapakazi mwenye roho nzuri na alikuwa anasaidia watu. Tunajifunza mfano wake, alikuwa akishona mavazi kwa waumini, aliwasaidia wajane, yatima, alitoa sadaka na zaka. Kwa hiyo anaonekana kuwa mfano bora kwa wanawake. Kwa na mimi natamani ningekuwa kama yeye ili niweze kusaidia watu na niwe mfano bora kama yeye. Mimi napenda kuwa kama mtumishi Esther. Kwanza alikuwa ni jasiri. Pia natamani niwe kama niige mfano wa mwanamke Mariamu Magdalena. Alikuwa ni mwanamke ambaye ni jasiri sana. Mwanamke ambaye alitoka usiku kwenda kaburini kumtazama Yesu. Akiwa usiku hakutafuta msaada wa mtu yoyote, yeye alisimama bila kuogopa, akaenda kumtazama Yesu. Lakini pia alikuwa mwenye upendo na mwenye huruma sana. Kwa hiyo natamani kuiga mfano kama wake.